Hii ni Sauti Teule. Leo kupitia Sauti Teule. Je, wewe ni mmojawapo kati ya waliojazwa Roho Mtakatifu? Fuatana na mimi. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu ni mtu wa aina gani? Kwanza tutambue tu Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu kwa kila amwaminie Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwanza anasema katika Ezekieli sura ya 36 mstari wa 27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu, kuzishika hukumu za Kristo na kuzitenda. Maana yake anakuambia usiue, usizini, usiibe, usidanganye. Ukifanya tofauti na mojawapo, ndani yake utahukumiwa. So hukumu ya Kristo maana yake ukizini, hukumu ya Kristo nakwambia usizini. Kwa hiyo maana yake sasa utaondoka kwenye uzinzi, utaondoka kwenye uasherati, utaondoka kwenye uongo. So automatically ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, maana yake atakusaidia kuzishika, kuzitendea kazi. Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili. Maana yake hutaufuata mwili. Mwili unakuambia ukae kwenye mabaraza yenye mizaa, hautakaa kwenye mabaraza yenye mizaa. Mwili unatamani uende ukafanye uzinzi, uasherati, hautaenda kufanya hicho kitu. Mwili unatamani kusimama katika njia ya wakosaji, hautasimama katika njia ya wakosaji. Mwili unatamani mali ya jirani yako, hautatamani, hautauruhusu tamaa hiyo, na ndani yako utakuwa una hofu ya Mungu na kutetemeka. Pale ambapo utaona mwili unakupeleka sehemu sio sahihi, utashangaa tu ndani yako unaanza kuomba na mwili unaacha kwenda katika hiyo njia. Ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu ndani yako. So wewe ni mwimbaji, wewe ni mwombaji, uishi ni shemasi kanisani, wewe ni mtu wa aina gani? Kazi ya Roho Mtakatifu ndani yako ni kuondoa chuki, ni kuondoa binafsi, ni kuondoa roho mbaya, ni kuondoa masengenyo, ni kuondoa uasherati, ni kuondoa uzinzi, ni kuondoa uongo, ni kuondoa umbea, ni kuondoa manunguniko, ni kuondoa mabaraza, kuondoa kwenye mabaraza yote aina mbalimbali, ni kuondoa uchawi, ni kuondoa ushirikina, ni kuondoa uabudu sanamu, ni kuondoa kila kitu chochote ambacho ni chukizo mbele za Kristo. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukiondoa. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukusafisha na kukutenga kwa ajili ya kazi ya Mungu.